nafasi yake mwanachama katika maendeleo ya klabu zaidi ni kujitoa na kujitolea, tuseme kwa hali na mali, kwamba jambo lolote ambalo linahusiana na Simba, hususan tawi letu, tunataka kuliweka vipi, kufanya vipi, kuboresha nini, unaona yeye anakuwa ndio mtu wa kwanza, ingalau sasa yule mshabiki anapata kujifundisha kupitia yeye. Ndio hivyo bwana. Mfumo utakuwa bomba sana, kwa sababu hata hizo kadi zetu zilizokuwa nazo sisi za wanachama itafikia wakati tutakuwa zibadilishwe. Kwa hiyo zile zitakapobadilishwa sasa, yale yaliyokuwa katika zile kadi mpya ambazo za kidigitali zitakuwa na manufaa makubwa sana. Hii kwa kweli inatokana na narudia tena ule msimu wangu kujitoa, kwa sababu nahisi baadhi ya wanachama au washabiki wanapoona harakati kama hizi, mtu anatanguliza maslahi yake mbele baada ya kutanguliza maslahi ya klabu. Kwa hiyo sasa ikifikia mnakusanyana sasa bwana, sasa kwa sababu kwanza kuna jambo ambalo linaweza kufanyika bila kupata pesa. Mkifikia sasa wakati, jamani, sasa tushangeni pesa, labda tutengeneze fulani, tupake rangi, tuweke feni, tufanye kitu fulani, basi pale watu utawakosa. Kwa hiyo ndio shida kubwa. Kwa hiyo ukimpata mwanachama ambaye anajitambua, ajua kabisa thamani ile kadi aliyokuwa nayo, ni rahisi kufanya lolote yani, katika kuipigania klabu yetu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za Tanga? Alhamdulillah, tunashukuru. Tanga pazuri. Kwa vizuri kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa faida ya ambaye anatazama sasa hivi SFTV, nazungumza na nani na nafasi yako hapa tawini, na hili ni tawi gani? Sawa. Mimi kwa jina naitwa Saleh Omari Salawi, ni mwenyekiti wa tawi hili la Simba Cream HQ barabara 20 Tanga hapa. Barabara 20 Tanga. Ndio. Tanga barabara 15, 10 na ngapi? Na hii kwa nini kwanza, hebu kwa faida kwanza, hizi barabara nadhani kutakuwa na kitu ambacho tutakipata kwenye hii. Sawa. Hizi bwana, kwanza sisi tumezikuta kusema kweli kwa waliotangulia. Kwa sisi tumekuwa tu bwana, barabara fulani, mimi na kama Korora, lakini ndio hivyo tumekuta. Historia wanajua wao waliotangulia. Sawa. Tawi limeanzishwa mwaka gani? Ili tawi bwana limeanzishwa mwaka 2012. Kwa hiyo tunashukuru, tumehangaika sasa, tumekusanyana, yani changamoto nyingi, mpaka sasa hivi nashukuru tunaendelea vizuri. 2012 hadi leo 26, takriban miaka 14 kama sikosei. Kipi ambacho kimewafanya hadi leo kuweza kumaintain tawi likaendelea kuwepo? Kwani mara nyingi tumekuwa tukiona matawi yakianzishwa na yakiishia njiani, yanakuwa hayana uhai. Ipi siri ya mafanikio mpaka sasa kuendelea? Ndugu mwandishi, sio mchezo, mkweleza mambo mengi hapa tutajaza. Kwa sababu gani? Ili tawi linaitwa Simba Cream. Kwanza hii cream ilikuwa ina maana kubwa sana, kwa sababu sisi alikuwa hataki mwanachama au mshabiki awe Simba, pengine Simba na timu fulani, Simba timu fulani, yani kwa tutafuta wale wenyewe OG wale, kwa sababu tunajua wale sasa tutapambana, tunafanya jambo kwa bana. Hiyo sasa, hiyo ndio imetuchukulia yani tukawa tumestruggle kidogo mpaka kufikia sasa hivi, lakini kutokana na tulivyojipanga sasa hivi tuko vizuri. Na mpaka sasa hivi hapa tawini kwangu na wanachama wapatao 39 wanachama kabisa wenye kadi na mashabiki ambao nao pia wana kadi kama 27 hivi, na bado tunaendelea kukusanya mashabiki kwa sababu katika mabadiliko ya uendeshaji wa klabu ulisimamishwa utaratibu wa kusajili wa wanachama. Kwa hiyo baada ya hapo tukaruhusiwa kukusanya mashabiki kupitia hizi benki, ndio kadi za mashabiki. Kwa hiyo wale ndio ambao baadaye sasa utaratibu ukifunguliwa watakuwa ndio watu wa kwanza kuombewa wanachama. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunao mashabiki kama nilivyokutajia na wanachama tunao hao nilivyokutajia. Taratibu wa kusajili matawi kwa njia ya kidigitali nadhani ulishawekwa wazi, matawi yaweze kujisajili ili wanachama pia wasajiliwe kwenye haya matawi kwa mfumo ule wa elektroniki, kwa maana ya kidigitali. Imeanza kufanya hizi harakati. Tunamshukuru Mungu, hizi harakati zimeshaanza kufanyika kwa sababu mwenyekiti wangu wa mkoa ndio ambaye anaratibu hili swala, na bahati nzuri mwenyekiti wa mkoa hapa kwangu ni katibu.
Kwa hiyo Mheshimiwa Mzee Kisiwa, mkurugenzi msaidizi wa wanachama, ndiyo ambaye ametumiwa majina ya viongozi ili sasa yeye arudi kwetu sasa kutuambia una watu wangapi, ili taratibu nyingine ziendelee. Kwa hicho ndio tunachokisubiri mpaka sasa hivi. Labda tuje kwa upande wa wanachama sasa, nataka kufahamu wewe ni mwanachama, nafasi yako ni mwenyekiti pia. Nafasi ya mwanachama kwenye maendeleo ya klabu ni ipi hasa? Nafasi yake mwanachama katika maendeleo ya klabu zaidi ni kujitoa na kujitolea, tuseme kwa hali na mali, kwamba jambo lolote ambalo linahusiana na Simba, hususan tawi letu, tunataka kuliweka vipi, kufanya vipi, kuboresha nini, unaona yeye anakuwa ndio mtu wa kwanza, ingalau sasa yule mshabiki anapata kujifundisha kupitia yeye. Ndio hivyo bwana. Kwa hiyo bila wanachama imara, hakuna Simba imara. Kama bila chama imara hakuna Simba imara. Acha. Matawi mengi yamekuwa yakipoteza mwelekeo. Kwa nini? Hii kwa kweli inatokana na narudia tena ule msimu wangu kujitoa, kwa sababu nahisi baadhi ya wanachama au washabiki wanapoona harakati kama hizi, mtu anatanguliza maslahi yake mbele baada ya kutanguliza maslahi ya klabu. Kwa hiyo sasa ikifikia mnakusanyana sasa bwana, sasa kwa sababu kwanza kuna jambo ambalo linaweza kufanyika bila kupata pesa. Mkifikia sasa wakati jamani, sasa tushangeni pesa, labda tutengeneze fulani, tupake rangi, tuweke feni, tufanye kitu fulani, basi pale watu utawakosa. Kwa hiyo ndio shida kubwa. Kwa hiyo ukimpata mwanachama ambaye anajitambua, ajua kabisa thamani ile kadi aliyokuwa nayo, ni rahisi kufanya lolote yani, katika kuipigania klabu yetu. Hata mnafanyaje kuwavutia wanachama wa mashabiki wale wa Simba Sports Club ambao hawajapata nafasi kuwa kwenye matawi kwa ajili ya shughuli za klabu, kwa maana mashabiki ambao wana kadi za ushabiki au wale ambao pia hawana hizi kadi, ili nafasi ya kusajiliwa kwa wanachama itakapoanza waweze kuja hapa na kufuata taratibu za usajili. Labda mnafanya shughuli gani, mnafanya vipi kwa shaishi wana Simba ambao wako huko nje? Sisi kwa kweli tunachokifanya, kwanza tunahamasishana wenyewe kwa wenyewe tuliokuwepo, na kwa sababu kila mtu anatokea sehemu yake, tumepeana majukumu kwamba fulani bwana, ukiwapata Simba Cream, Simba alialia huko, wasogeze hapa. Na bahati nzuri tuna namba zetu za simu tumeziweka hapo nje, kwamba yule mtu anajiona ni Simba kabisa na anataka kuungana na wenzake, anapiga simu tu pale mara moja, basi bwana, kuna hiki na taratibu nyingine zinaendelea. Kwa sababu tuko makini sana katika masuala ya kuingiza mamluki. Tuko makini sana na swala hilo. Ndio. Mfumo mpya wa usajili wa wanachama unaozungumziaje? Mfumo utakuwa bomba sana, kwa sababu hata hizo kadi zetu zilizokuwa nazo sisi za wanachama, itafikia wakati tutakuwa zibadilishwe. Kwa hiyo zile zitakapobadilishwa sasa, yale yaliyokuwa katika zile kadi mpya ambazo za kidigitali zitakuwa na manufaa makubwa sana, makubwa mno. Mojawapo ni kwenye hisa, kwa sababu lazima tutapata sisi kitu kidogo kutoka katika klabu. Katika hesabu za mwaka zikipigwa zile, tunaangaliwa sisi kwamba wanachama hawa hapa, huyu hisa yake hii ya huyu, basi tunategemea hicho kitu. Mashabiki nao watanufaika kwa upande. Kwa hiyo mashabiki nao watanufaika sasa kwa upande wa klabu. Kwa hiyo mimi tu niwaombe mashabiki ambao wapo tayari waje hapa tawini kwetu, tuorodheshane, tuwatambue, ili kwa kuungana na benki watafunguliwa akaunti na kupata kadi za mashabiki, kiasi kwamba nazo sasa watakapokuja kupata wanachama wataingia katika mfumo wao kufaidika na klabu. Kwa hiyo sisi tunawaomba sana ambao wataniona sasa hivi au wataniona hata baadaye na ni wakereketwa, wajaribu kusogea hapa katika tawi letu hapa barabara 20. Ndio. Zungumza na wana Simba ambao wanatokea hapa Tanga. Sawa, nashukuru kwa hiyo nafasi. Mimi nawaomba sana wana Simba wenzangu Tanga mjini. Hapa Tanga na grupu moja ya wana Simba, lakini ili grupu naona ni wana Simba washabiki, alafu washabiki ambao
washabiki, kwa sababu nilijaribu sana kuwavuta, maanake sisi huwa tunafanya vikao vyetu hapa kila Jumapili kama hatuna mchezo wote, Simba Queen haichezi au timu kubwa ya wanaume haichezi, labda saa 10 ile baada ya kuswali saa 10:30 tunakuwa na kikao hapa kila Jumapili. Ikitokea muda kama huo kuna ratiba ya mchezo, tunabadilisha ratiba, tunakutana saa 4 hapa. Kwa hiyo nilijaribu kuwaelekeza, kuwavuta, lakini hawaja kuwa sawa. Ila sasa niwaombe tu kwa huku tunakokwenda na hii hali ambayo sasa hivi tunayo, waachane na ule ushabiki. Tuseme ushabiki maandazi, wachane nao. Wawe mashabiki wa kweli ambao watajulikana na klabu. Wafike hapa, waorodheshwe, wapate kadi,